Joseph Mbilinyi na mikutano umezungumza kwamba kwenye kanda nyingine viongozi wamepokelewa na wenye viti wa kanda, na lakini kanda ya Nyasa wakupokelewa, na baadaye ukazungumza kwamba kuna mikutano mingine ambayo ilikuwa inaendelea Morogoro. Msemaji mwingine akasema, akawataja Lema na Boniface kwamba walikuwepo kwenye hiyo mikutano mingine na akatoa maelezo ambayo nimeyasikia. Ni vizuri wanahabari mkafahamu, kuna mambo hatuyasemi kwenye vyombo vya habari, lakini lazimika kusema kwa sababu yameulizwa. Tulipopanga operation ya katiba mpya Free Tundu Lissu na tukatangaza hapa ratiba ya operation, tulisema kwamba tunakwenda kufanya uzinduzi wa kitaifa Katoro, kanda ya Victoria, mkoa wa Geita, na baada ya uzinduzi wa kitaifa tukasema tutakwenda kanda kwa kanda. Kwa tulipopanga ratiba ya uzinduzi Katoro, zipo kanda ambazo zilishaanza mikutano kabla hata ya uzinduzi wa kitaifa operation. Tulipopanga ratiba ya Katoro, katibu mkuu nikatoa wito tu kwa kanda zote katika ile siku ya uzinduzi wa mikutano ya taifa ya Katoro Geita, kanda ya Victoria, kanda zote zisitishe mikutano maeneo mengine, na kadiri inavyowezekana wenye viti wote wa kanda na viongozi wengine kadiri ya uwezo watakaojaliwa wafike Katoro kwenye uzinduzi wa kitaifa. Wakati hili linaendelea, kati ya kanda ambazo zilikuwa zinaendelea na ziara ni kanda ya Nyasa, ambapo Joseph Mbilinyi ambaye ni mwenyekiti wa kanda pale alikuwa anaendelea na ziara katika mikoa mbalimbali. Wakasitisha ziara, wakajiunga kwenye uzinduzi. Baada ya uzinduzi tulioufanya Katoro, tukaendelea na msafara operation tukiwa tuna timu moja na msafara mmoja, mpaka baadaye makamu mwenyekiti wa chama akapata safari ya kwenda nje, Mheshimiwa John Heche, na tukaongoza hiyo timu mpaka tukafika Arusha, tukamaliza operation ya awamu ya kwanza. Tulipomaliza operation ya awamu ya kwanza Dodoma, watu tunaopambana nao wakataka kujaribu kujibu ukubwa wa operation tunayoendelea nayo kwa kutengeneza misafara miwili ya ziara ya chama hicho ambacho kiko madarakani na kuanza kufanya mashambulizi kwa staili walioifanya. Na sisi kimsingi tukashauriana na tukatoa baraka tu kwamba maeneo mengine yanaweza kuendelea na mikutano wakati operation ya kitaifa ikiendelea. Sasa kule kanda ya kati tulikuwa tumemkabidhi jukumu kwa azimio la kamati kuu ambalo nilitangaza hapa, Mheshimiwa mpambanaji Godbless Lema na mpambanaji Salma Kasanzu kwa wasimamizi wa kanda ya kati. Walikuwa wamepanga ratiba ya mikutano kule Morogoro, na wakawepo kule Morogoro na wakaalikana wenye viti wa kanda kushiriki hiyo operation. Kwa ndio sababu mwenyekiti wa Pwani akaenda Morogoro Turiani na mwenyekiti wa Nyasa. Sasa kuhusu mwenyekiti wa Nyasa mahususi, kwa nafasi ya mtendaji vile nilizungumza na Joseph Mbilinyi pambanaji kumuuliza kwamba bana, msafara unakwenda kwenye kanda yako, una join katika hatua ipi? Na akawa ameeleza kwamba yeye kwa sababu alifanya ziara awamu ya kwanza kanda ya Nyasa, tukaisitisha ziara aliyokuwa nayo akashiriki Katoro. Aliona kwamba timu iliyokuwa inakwenda Nyasa inaweza kuendelea mapambano Nyasa bila uwepo wake, na yeye kwa sababu amealikwa Morogoro na kushiriki operation, basi atakwenda kushiriki Morogoro. Kwa hiyo hayo ndio maelezo ambayo Joseph Mbilinyi alinipa juu ya sababu ya kuwa Morogoro na kutokuwepo Nyasa. Hello Tanzania, tunajua unajiuliza utafikaje katika ofisi zetu za Past Vision Cargo. Tunapatikana Dar es Salaam, barabara ya Lumumba, jengo la ushirika Tower, floor namba 8. Ofisi zetu ziko wazi kuanzia saa 2 kamili asubuhi hadi saa 12 jioni, kuanzia Jumatatu hadi Ijumaa, lakini pia Jumamosi tuko wazi kuanzia saa 3 kamili asubuhi hadi saa 11 jioni. Mawasiliano zaidi, wasiliana nasi kupitia simu namba 0678 880 880. Karibuni tuhudumie.